Samueli wa pili sura ya 11 na ule mstari kuanzia wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi. Soma kama ilivyoandikwa. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu. Naona Daudi alivyofanya ujinga huu. Akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakahusuru Raba. Lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Yeye akakaa akatulia. Angalia kilichofuata. Mstari wa pili. Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Unaanza kutembea juu ya dari, unatafuta nini? Unaona hana kazi ya kufanya. Yaani wewe mwanaume mzima unaamka unaanza kutembea juu ya dari. Hivi dari unalijua? Unaanza kutembea juu ya dari. Unatafuta nini huko? Kazi hakuna. Sikiliza story hii, inafurahisha lakini inafundisha kuelewa. Anasema akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, "Je, huyu si Bathsheba binti Eliamu, mkewe Uria Mhiti?" Basi Daudi akapeleka wajumbe akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye. Maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba. Basi akapeleka na kumwambia Daudi, akasema, "Ni mjamzito." Ndipo Daudi akapeleka kwa Yoabu akasema, "Unipelekee Uria Mhiti." Naye Yoabu akampeleka Uria kwa Daudi. Uria alipomwendea Daudi alimuuliza habari ya Yoabu na habari za watu na habari za vita. Daudi akamwambia Uria, "Haya, shuka nyumbani kwako ukanawe miguu yako." Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme, na tuni ya vyakula ikamfuata iliyotoka kwa mfalme. Unaona shetani alivyo mjinga. Yaani anatafuta namna gani ya kumpoza Uria. Anamletea vitu vizuri, chakula vitamu. Kama wewe dada ambavyo unamendeaga chipsi vya wakaka. Unamendea unatamani kikuku kipaji, umekilipia. Hivi unafikiri huyo kaka anakupa bure tu? Yaani anakupa tu. Chukua tu. Kijana usikae, leo hii kuna wamama. Mama wa mtu anakuletea kibunda cha pesa, anakuletea hapo. Ambia bana fanya hivi, mimi nakupa hela. Usiteseke tena. Kiangalia kidiwani hapo. Nani hapo? Akiamka elewi kuna shilingi ngapi mfukoni. Kazi ni mvivu, hataki kutafuta. Nasema hiki ndio kitonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi analeta vyakula vizuri vitamu. Anamletea Uria. Daudi akamwambia Uria, "Haya, shuka nyumbani kwako ukanawe miguu yako." Basi Uria akatoka katika nyumba ya mfalme na tuni ya vyakula. Lakini Uria akalala mlangoni pa nyumba ya mfalme. Kalala mlangoni pa nyumba ya mfalme. Sijui kama unaelewa. Pamoja na watumishi wote wa bwana wake, wala hakushuka nyumbani kwake. Watu walipomwambia Daudi ya kwamba Uria hakushuka nyumbani kwake, Daudi akamwambia Uria, "Je, hukutoka safarini? Mbona hukushuka nyumbani kwako?" Anaanza kumbembeleza. "Wewe si umechoka na vita jamani? Yaani umepigana vita siku zote. Utaki hata kwenda kulala nyumbani kwako?" Unaona shetani hivyo mjinga. Utaki hata kwenda kulala. Wewe umetoka safarini. Umechoka. Yaani mwanaume siku ile alijua kubembeleza. Alijua kubembeleza siku ile. Utafikiri mke wake anajiuliza Uria, "Mbona mfalme ekwaje? Mbona hata mke wangu hajawahi kunibembeleza hivi?" Kumbe kuna kitu. Ndio umetoka safari, wewe umetoka safarini. Mbona kushuka? Naye Uria akamwambia Daudi, "Sanduku na Israeli na Yuda wanakaa vibandani, na bwana wangu Yoabu," yani Yoabu alikuwa ni mkuu wa jeshi, "na watumishi wa bwana wangu wamepiga kambi waziwazi uwandani. Nami niende nyumbani kwangu kulala, kunywa na kulala na mke wangu? Uishivyo
na kama roho yako ishivyo, mimi sitafanya jambo hili, sitafanya hili jambo, haiwezekani. Wenzangu wako vitani, mkuu wangu wa jeshi ambaye ananiongoza yuko vitani, leo mimi unaniambia nikalale nyumbani? Hapana. Lengo na nia ni nini? Ni kuzima lile tatizo ambalo lilitokea, alilifanya Daudi kipindi amekosa kazi ya kufanya, amekosa kitu cha kufanya. Kuna mtu mmoja anaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu anatufundisha. Mithali 12:27 Biblia inasema, mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali na thamani. Mtu mvivu. Jambo jingine, uvivu. Mtu hataki kufanya kazi, ana jambo la kufanya, anaweza lakini anaamua tu kukataa. Anataka vya bule bule, anataka tu vya kupewa pewa, kitakacho kusababishia utakuja utoke katika kusudi kwa sababu ya uvivu wako. Amua kukataa uvivu. Nimetangulia kusema mama, hata kama hauna kazi ya kufanya, hujaajiriwa, ifike mahali fanya hata kazi zako hapo za nyumbani. Sasa unakuta mama watu kaenda kupiga umbea huko nyumbani kwake, majani yote yamezunguka nyumba, vyombo wakati mwingine vichafu hivi, yani ameshinda hata kufanya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uvivu. Hapana, watu wa Mungu lazima turekebishe. Wengine wanashangaa, huyu kijana mbona tuletea vitu vingine havieleweki? Hivyo ndio vinaeleweka hivyo hivyo, vipokea hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumejisahau. Watu tunakaa tunalia mbele za Mungu, tunapiga makelele, halafu tukienda huko tunakaa tu. Kwa hiyo shetani anakupa cha kufanya. Kwa hiyo elewa kwamba mwana wa Mungu, ukipata cha kufanya, mwili wako ukiupa kazi kila wakati, kuna vitu vingine yani hautahangaika hata kuna nini. Yani wewe jiulize, binti, kijana, mama, una mipango yako mikakati, mwezi huu nitafanya 1 2 3, nitakamilisha hiki, nikimaliza nitafanya hiki. Huo muda wa kuanza vitu ambavyo havina maana unautoa wapi? Haupo. Naomba nisikae sana hapo. Jambo la mwisho, alafu tunaenda kuomba. Gharama namba 5 sasa. Ile ni namba 4 nilikuwa na kuendelezea, lakini namba 5 sasa, kuwekeza katika kutafuta maarifa na ufahamu wa kimungu na kimwili pia. Gharama ambao unatakiwa kuipata au kuitumia au yani kutokuiepuka. Unataka nguvu za Mungu zizilike ndani yako, wekeza katika kutafuta maarifa zaidi kwenye kusudi lilopo na kimwili zaidi. Tafuta maarifa. Hosea sura ya 4 mstari wa 6 anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ni watu wa Mungu, ni kweli unajiita umeokoka, ni kweli unasema mimi na Mungu, lakini kwa sababu huna maarifa unaangamia. Kuna mtu huko hapa unamtumikia Mungu, familia yako inaangamia. Sio tu kwamba labda uombe, unaomba lakini maarifa hakuna. Maarifa hakuna. Ninaelewa. Kwa kuwa na kitu cha kufanya haitoshi. Ili uweza wa Mungu uzidi kujifunua kwa viwango vikubwa zaidi, ni pale ambapo utakuwa mtu wa kupenda maarifa mapya juu ya kile unachokifanya katika kusudi, yani ili niweze kupata thamani zaidi mbele za Mungu na mbele ya watu. Mimi Cosmas nikiwa nafanya kitu kile kile leo na kesho, mwezi ukipita unanizoea, nasema wewe ni kawaida yake anafanya hivyo. Lakini kila siku nikiongeza maarifa, nikija na kitu kipya, hautanizoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo na wewe binti, katika hilo kusudi ulionalo, ukiwa unatafuta maarifa kila siku, leo nimefanya hivi biashara yangu, leo kesho nitafanya hivi, uwe na uhakika kesho na kesho kuta mtu atazidi kutaka uwepo wako, atazidi kutaka nafasi yako isiondoke. Haleluya. Kama kuna mtu anaelewa,
au ninaongea mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo hata katika utumishi. Mchungaji huko hapo umekaa, ndiyo tunakujua ni mchungaji, lakini huna muda wa kuzidi kutafuta maarifa ya Mungu pamoja na kidunia, jinsi dunia inavyoenda, jinsi ulimwengu unavyokwenda, jinsi watu wanavyokaa. Huna muda wa kutafuta maarifa, utabaki pale pale. Wenzako wako mbele ya wakati, uko pale pale. Sasa kama wana wa Mungu tunahitaji nguvu za Mungu zizidi kuonekana. Lazima tuongeze bidii ya kutafuta maarifa na ufahamu katika maisha yetu. Kama umezoea kuona nguvu ya Mungu kwa hivi, kama usipoongeza maarifa zaidi ya hapo, uwe na uhakika usisubirie nguvu ya Mungu utaikuta hivi. Tabaki pale pale, mwakani iko pale pale. Kama wewe maombi yako ni ya kuombea tu vimafua vinatoka, unategemea katika hiyo maombi siku moja utaomba mtu mwenye ukimwi apone, sawa. Lazima utafute maarifa na ongeze bidii na ufahamu juu ya Mungu, juu ya vitu vya kiungu. Uwe na uhakika kuna siku utafanya vikubwa zaidi ya hivyo unavyofanya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Tunaenda kuomba. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Nataka usikie neno hili. Ni usome huu mstari. Hosea sura ya 4 na ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Yaani ukikataa maarifa, Mungu mwenyewe anakukataa. Sio tu jirani yako, Mungu mwenyewe anakukataa. Ukikataa maarifa, Mungu mwenyewe anakukataa. Iko wazi, haina haja hata ufafanuzi, hata ukisema mwenyewe unaeleweka. Kwa kuwa umeyakataa maarifa, na mimi nimekukataa. Watoto wako sitawatazama, mambo yako sitajihusisha nayo. Utabaki pale pale kila wakati. Isaya sura ya 5 mstari wa 13. Ninasoma mbiko haya tu alafu tunaenda kuomba. Isaya sura ya 5 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema ya kwamba, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa, na wengi wao wana kiu sana. Kuna watu leo tumekamatwa mateka. Kuna watu leo tumejikuta tumekaa kwenye nafasi ambazo sio za kwetu. Sio kwamba Mungu afanye, ni maarifa hatuna. Kuna mtu umekaa kwenye shida hiyo ulionayo, sio hahitaji muda mwingine hata maombi, hahitaji muda mwingine hata kuhangaika, maarifa huna. Siku ukipata maarifa, kwenye hiyo changamoto unatoka, kwenye hiyo shida unatoka. Na kuhakikisha watu wangu wamekuwa mateka kwa kukosa maarifa. Na ukikuta sasa na wale wanaoongoza wana njaa vibaya, wanafurahia kuwa mabuza hayaeleweki. Unajua kuna mtu akikutazama anavyokuona mbombombo haueleweki, yeye ndo anafurahia, anataka ubaki hivyo hivyo. Ukikosa maarifa, mwenzako utabaki kumtumikia kila siku, yeye anafurahia. Umebaki kwenye uteka ulio nao kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa. Danieli 1:17. Danieli 1:17. Nataka nikuonyeshe hivi vitu ili uelewe. Danieli 1:17. Neno la Mungu linasema ya kwamba, kitabu cha Danieli sura ya 1:17, anasema, basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Haleluya. Habari ya Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego ni watu ambao waliwekeza kwenye maarifa. Walipata ujuzi
Na watu walipata wapi ujuzi? Walipata wapi maarifa? Anasema Mungu mwenyewe aliwekeza kwao. Aliwekezaje? Ni watu waliomba. Waliomba hayo maarifa kutoka kwa Mungu. Walitafuta hayo maarifa kutoka kwa Mungu. Bwana akawapa. Ndivyo walivyoonekana tofauti katika kipindi cha Nebukadneza. Jinsi walivyofanya kazi, walifanya kazi tofauti na wengine. Thamani yao ilionekana ni kubwa kuliko wengine kwa sababu ya maarifa na ujuzi na elimu walioipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma na hiyo Danieli sura 5:12. Nakupa maandiko mengi hapo ili uelewe. Danieli hiyo 5:12 inasema ya kwamba kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kutafsiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimwita Belshaza. Basi na aitwe Danieli, naye ataionyesha tafsiri. Yaani Danieli alionekana kwa mfalme kwa sababu ya maarifa aliyonayo, kwa sababu ya ufahamu alionayo, kwa sababu ya ujuzi alionao. Sijui kama tunaelewana. Na uwezo wa kufungua mafumbo. Hawezi kufungua fumbo kama huna maarifa. Hawezi kufanya mambo ukafunua vitu vilivyojificha, ukatafsiri mambo ya msingi kama hauna maarifa. Na mwisho kabisa, kwa habari ya maarifa, ukisoma kitabu cha Mithali chote utakutana na mambo ya maarifa mengi sana. Ukifunua kitabu cha Mithali ukisoma chote, tufunulia tu Mithali 2:6. Mithali 2:6. Mithali sura ya 2 na ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema, kwa kuwa Bwana wapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Bwana ndio anawapa watu hekima na maarifa na ufahamu, vinatoka kwa Mungu aliye hai. Hiyo Mithali 13:16, na ndilo andiko la mwisho 13:16. Neno la Mungu linasema, kila aliye na busara hutenda kazi kwa maarifa, bali mpumbavu hueneza upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wana wa Mungu, ifike mahali tukubali kutoa gharama ya kuyatafuta maarifa. Maarifa hayaji hivi hivi. Kuna watu wanatoa gharama kutafuta maarifa. Kuna vitu ambavyo wanasumbuka navyo, kuna watu walishavipitia wakaviandika. Unaweza ukateseka wakati ulitakiwa usome tu kidogo tu, halafu kikakutoa maisha yako kadoka. Mwingine anaweza akasema, sasa mimi sijui kusoma inakuaje? Kuna wengine wamejua kusoma walipookoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa Mungu vyote vinawezekana. Huwezi kusema mimi natoa sababu. Mungu anaweza kukusaidia. Mungu anaweza kukusaidia. Na kutolea mifano hivi uelewe, ifike mahali watu wa Mungu, hebu tukae kwa makini. Kila hatua, usiende ovyo ovyo. Usiende ovyo ovyo. Usiende ovyo ovyo. Kuna watu wameshafanikiwa. Kuna watu wanapitia hapo ulipopita. Ukitafuta hayo maarifa ya kutoka hapo, uwe na uhakika kuna watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana mwenzangu, unasumbuka na dhambi, kuna watu wameshinda dhambi. Ukiweza kukaa chini na kuwasikiliza ukapata hayo maarifa, hutasumbuliwa na dhambi. Lakini kwa kuwa huna huo muda, dhambi itakutafuna mpaka kesho na itakuua, na mwisho wake jana.